recovery and prosperity. Na ni kwa nini Mungu aliniambia hivyo? Na wale wanakumbuka tukiruka mwaka, Mungu alinipatia maandiko matakatifu katika kitabu cha Wafalme, yanazungumza juu ya mfalme Ahab na mfalme na nabii Eliya. Na wakati ule kulikuwa kiangazi, na Bwana akaenda juu nabii huyo Mungu kuomba kwa sababu ya mvua. Na wakati anaposhuka ama anapoendelea na maombi, hapo ndipo mvua mingi iliweza kushuka, na Bwana akaniambia mwaka uliopita kutakuwa na mvua, na tayari tumeona Mungu ama tumeshuhudia sehemu nyingi ya taifa la Kenya kukiwa na hali ya mvua. Na nabii Eliya aliyapia, naongea mambo ya last year, aliyapia mfalme Ahab, chukua gari yako, kimbia pio kwa sababu kutakuwa na mvua. Na hivyo ndivyo aliweza kufanya. Mwaka wa 2023 Mungu alikuwa amesema kutakuwa na hewa moderate, jua kidogo na mvua kidogo. Wale wanakumbuka 2023 kulikuwa namna hivyo, na tunampatia Bwana sifa na heshima zote manani zake. Kwa hivyo mwaka huu ni mwaka wa urejesho na mwaka wa mafanikio ambao tumeingia 2026. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe Yesu. Na baadhi ya mambo ambao Bwana aliniambia yatakayotokea katika mwaka huu nitayasoma hapa kadri na vile Roho wa Mungu amenipatia uwezo huo. Na ninapoenda kuyasoma, ningependa kwanza nizungumze kidogo kwa sababu ya mafanikio na kwa sababu ya pia neno ambalo Mungu amenipatia leo la mfalme Suleiman. Maandiko kadri na vile imesema, baada ya mfalme kupokea hekima kutoka kwa Mungu, aliweza kuinuliwa na Bwana na akaweza kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Na niseme siku ya leo Mungu akaachilia neno lake juu ya watu wake na juu ya taifa. Hata kama economy imekuwa iko mbaya, maisha huenda yakabadilika kwa sababu ya sauti ya Mungu. Ni kweli mwaka huu kumekuwa na, mwaka uliopita kumekuwa na mvua, lakini watu wamekadamika sana, wamelia sana, na wakasema mambo yalikuwa ni mabaya. Ingawaji yalikuwa ni mabaya kimfuko, lakini chakula hakuna mahali tumeweza kuwa na malalamiko ama na kilio. Lakini mwaka huu Bwana akasema ni urejesho na mafanikio, na kwa hivyo the year of recovery and prosperity itapatikana katika mwaka huu. Na kwa hivyo ningesema mwaka huu watu wengi wataenda kuona mkono wa Bwana. Haijalishi economy yetu imekuwa ni mbaya, lakini Mungu wetu ni mwaminifu, akasimame na akatende mambo mema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Japo hili ambalo tutaenda kulitaja hapa ama kulisoma hapa, yakampatia Bwana sifa na pia na shukrani zikaweze kumrudia kwa jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Number one, ningependa nishikanishe mwaka wa 2026 na mwaka wa 2025. Niseme Bwana mwaka wa 2025 alitupatia mvua, lakini katika mwaka wa 2026 kutakuwa na mvua, na itakuwa sehemu nyingi inazidi katika hali ya mwaka uliopita. Na nikaona wakati mwingine mvua inakuja katika taifa, wakati mwingine itakuja na njia ya fujo. Hivyo ni kumaanisha kuna nyakati zinaweza kuja kuonyesha, kuna wakati kunaweza kuja kuwa na mafuriko, na wakati mwingine kutakuja kuwa na mambo ya kuwa na mvua nyingi. Na wakati Mungu alikuwa ananifunulia jambo hili, kama vile amekuwa akinifunulia miaka imekwisha, kitu ya kwanza na mshukuru Mungu katika njia za unyenyekevu na kumwambia apokee heshima zote na sifa. Nilitazama huko, na sijui utaniuliza ni wapi niliona ama ni wapi nilitazama. Nikaona kukiwa na giza, na Bwana akaniambia giza hii ambao unaona
ni mshikamano wa mvua ambao itakuja katika sehemu zingine katika taifa la Kenya, na kuna sehemu itakuja kufanya kuwa na tisho, kuwa ya kwamba itawatia watu kuwa na hali ya kuona ni kama mvua imewazidi, lakini yote itakuwa ni kwa sababu ya mipango ya Bwana. Na Bwana akaniambia sehemu nyingine kutakuwa na chakula, na sehemu nyingine kama vile Mungu alisema mwaka uliopita kutakuwa na hali ya tisho ya viangazi, na Mungu atabaki kuitwa Mungu na atabaki kuwa Bwana. Na sehemu ambazo kutakuwa na mvua, sehemu nyingi itakuwa katika hali ya kiwango, itazidi katika hali ya jinsi vile itaenda kunyesha, na huo atakuwa ni Mwenyezi Mungu na upendo wake. Kwa hivyo mwaka wa 2026 tutakuwa na hali ya experience mambo ya mvua, na tutaenda kuona mkono wa Bwana na njia isiyo ya kawaida. Nimeongea hiyo ikiwa kando na point number 1, ndio watu waweze kushika hali ya mwaka huu na jinsi vile mwaka huu utaweza kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Point number 2, point number 1, Bwana mwenye akasema tuombe sana na tukatae mambo ya kuchomeka kuchomeka kwa manyumba, kwa maofisi na mashule. Kwa hivyo tuombe, tusimame katika pengo ili Bwana akatuondolee mambo ya mioto na pia mambo ya maofisi na mashule kuchomeka, na Bwana akatutendee mambo mazuri. Point number 2, na nikiwa hapa sijui lakini hiyo nitaitamka baadaye, na Bwana atenda kubariki sana. Point number 2, tuombe sana, kwa sababu katika mwaka huu tusipoomba ama tusiposimama katika hali ya maombi, mwaka huu kunaweza kuwa na wingi ya wizi wa mifugo. Na kwa hivyo tuombe sana Mungu apate kutukumbuka na apate kutuonekania, taifa la Kenya liwe na amani na liwe na faraja katika hali hiyo, ili Bwana akasimame na akatende mambo yasiyo ya kawaida. Na point number 3, Bwana akaniambia tusimame tuombe, kwa sababu mwaka huu tusiposimama na tuombe, kutakuwa na hali ambazo ni hali tata za watu wakiwa pamoja kama majamii ama kama ndoa. Kutakuwa na wingi wa mambo ya ndoa kuvunjika, hasa hata ndoa za watu ambao ni viongozi, watu walio na majina makubwa. Hayo mambo yatakuja kuonekana, lakini Bwana akatuambia tusimame na tuombe kila roho ambao inataka kutawanyisha familia na kuvunja mambo ya amani ya familia ama umoja wa familia, ikaenda kufika mwisho, na Bwana akatutendea mambo mazuri katika jina la Kristo Yesu. Na jambo lingine Bwana akatuambia tusimame na tupate kuomba ni ya kwamba hali ya taifa tuliombee sana katika, kwa sababu mwaka huu hali ya security haitakuwa hali nzuri. Katika hali ya security tuombe sana Mungu apate kusimama na apate kutuonekania na tutendee mambo mazuri. Ni kweli Mungu amesema ni mwaka wa recovery na prosperity, lakini hata wakati Mungu anapotaka kubariki, adui hujiinua ili aweze kujitukuza kwa njia yake, lakini Mungu atasimama na atatenda mambo mazuri. Number 5, Bwana akaniambia Kenya tusimame na tuombe, kwa sababu ya mambo ya unajisi ya maisha ya watoto wadogo. Cases zitakuwa zimepanda juu, na kwa hivyo tukatae, tuwapie Bwana hiyo mambo ya kuharibu watoto wetu wakiwa wachanga katika hali ya kuwatumia na njia mbaya. Tuwapie Bwana asimame na apate kututendea mambo mema katika jina la Kristo Yesu. Ungekuwa na kalamu, ungekuwa naandika, na ndiposa mwaka tunapoenda kuelekea wa 2027 tunapoangazia yale ambayo tuliweza kuyasoma kupitia kwa msaada wa Roho Mtakatifu, yakaweza kutusaidia na Bwana akaweza kututendea mambo mema. Number 6, Bwana aliniambia tuombe, kwa sababu katika ndani ya ulimwengu, na hii ndio jambo la kwanza Mungu amenipatia ya ulimwengu,
ingawaje kuna wakati alikuwa ameniongelesha mambo ya magonjwa hapa tu, alikuwa ameniongelesha mambo ya magonjwa yatatokea katika sehemu ya Uganda, na hapa tu Mungu alikuwa ameongea, na mwaka huo ukatokea ugonjwa ulikuwa unaitwa si Ebola, kuna ugonjwa ulitokea sehemu ya Uganda, tuliita nini? Ni jina imepotea, nilikuwa naikumbuka. Alikuwa amesema tuombe tukatae magonjwa itakuja kutokea katika sehemu ya Uganda, na ni kweli ilikuja ikatokea, lakini tulisimama ilikuwa inaitwa sawa, nitakumbuka. Kwa hivyo tuombe sana, kwa sababu Bwana aliniambia kuna mambo yatatokea katika ulimwengu na yatakuja kuchangaza mambo ambao ni ya mtetemeko wa ardhi, ambao inaweza kuja kulete vilio na hasara kubwa katika hali ya ulimwengu. Na nikisema hivyo, point number 6 ilikuwa point number 1, kwa sababu hiyo ndiyo kitu ya kwanza Mungu alipoweza kuniambia. Na niwaambie mambo ambayo ninawaambia hapa haiwezi kuja tu namna hivyo kabla Bwana hajayasema, na hakika Bwana amekuwa akisema mambo ambayo nimeona yakitimia na nikaona akitenda mambo mazuri. Wakati huo nilikuwa sehemu ya kule Kirinyaga, na Mungu akasema kutakuja kutokea mafuriko, na kulitokea mafuriko ambao yaliweza kuleta utata na njia kubwa katika juu ya maisha yetu. Na kwa hivyo point number 6 tuiombee sana, maana niliona uharibifu wa vitu vikiharibika na watu wakiwa na vilio. Hiyo ni kitu ambayo imepita akili za kutazama taifa letu tu la Kenya, na nikaona kule nje kuna mambo yatakuja kutendeka ya namna hivyo. Point number 7, Bwana, nilikuwa nimezungumza mambo ya mgawanyiko ambao ni mgawanyiko wa makanisa. Bwana kaniambia mwaka huu itazidi, na tusipoomba hata unaweza kuta watumishi wa Mungu wanaweza kuja kushikana na njia hata ya vita ya mwili, wakasahau vita si ya mwili, ni ya kiroho. Kwa hivyo tusimame na tuombe ili Bwana kaweze kusimama na kutenda mambo mema, na hii yote itakuja kutendeka kwa sababu ya mambo ya siasa. Na kwa hivyo tukisimama na tuombe, Mungu ataenda kuingilia katikati, atatutendea mambo mema. Point number 8, tuombe sana, kwa sababu kuna mahospitali kadha katika ndani ya taifa la Kenya yatakuja kuwa na msukasuko, kiwango ya kwamba kuna mengine yatatishwa hali za kufungwa kwa sababu ya kitu tunaita mambo ya corruption. Na kwa hivyo tuombe ili Bwana asimame, usije kukakuwa na mahospitali yatatokea matokeo mabaya ambayo yatafanya hata wananchi wakuwe na mtetemeko ama na hofu ya kupeleka wagonjwa wao katika hali ya hospitali. Na nikisema hivyo, niliona mambo ya ajabu ambayo Bwana aliweza kunifunulia, ambayo yanaweza kuja kutokea kwa hospitali, yatakuja kufanya watu wakuwe na hofu kwa sababu ya maidara zile ambazo zinadhaminika kuwa ni mahali pa kukimbilia ama pa kukimbiza wagonjwa. Kwa hivyo tuombe sana Mungu apate kuingilia katikati na katende mambo mema. Ninaongea haya yote ndio tujue hata kama ni mwaka wa recovery na prosperity, kuna sehemu yetu ya kusimama na kuomba ili Bwana akatende mambo mema na akatende mambo yasiyo ya kawaida. Point number 9. Bwana aliniambia tusimame na tuombe na tufunge njia za mauti kwa sababu ya viongozi wetu ambao wanatuongoza katika taifa la Kenya, kwa maana kumekuwa na mambo hayo katika mwaka umekwisha, na Bwana kaniambia mwaka ambao tumeingia hayatakuwa yamedidimia, yataendelea. Na kwa hivyo tusimame na tuombe. Hatujui Mungu akuniambia ni akina nani, lakini Bwana kaniambia watu ambao nitajika katika mwaka huu, tusiposimama na tuombe tunaweza kuwa na nafasi ama na hali ya kuendelea kufanya kazi ya kuzika viongozi wetu. Na kwa hivyo tusimame katika jina la Yesu, usitoroke, ni baruni zinapasuka.
na ni vizuri zipasuke. Kama kuna maroho ilikuwa imetulemelea mwaka uliokwisha, yakaweze kufika mwisho na Bwana akatutendea mambo mema. Kwa hivyo tukatae mambo ya mauti katika viongozi wetu, na Bwana akasimame na akatende mambo si ya kawaida, atakatukumbuke na atutendee mambo si ya kawaida katika ndani ya taifa la Kenya, katika jina la Yesu. Point number 10, Bwana kaniambia tuombe sana, na mimi na wewe tuna jukumu ya kusimama katika pengo tuombe, kwa sababu Bwana aliniambia mwaka huu wa prosperity na recovery tufunge njia zote za magonjwa ya kansa, maana inaweza kuja kutokea ni kama mlipuko. Watu kila kona wanalia kansa, wanalia kansa, wanalia kansa. Kwa hivyo waombaji ama intercessor wasimame na waombe kwa sababu ya magonjwa haya ya kansa, Bwana aweze kutukomboa katika mitego na katika shimo hii ambao imefunguliwa ikaweze kugharamiza mafamilia wengi katika jina la Kristo Yesu. Tusimame tukatae, Bwana simame na atende mambo yasiyo ya kawaida. Na point number 11 yalikuwa ni mambo ambao sisi ambao ni intercessors, watu ambao wanampenda Mungu, wanajua tunapoomba Mungu hutusikia na anaweza tenda mambo si ya kawaida, anaweza kusimama na aweze kutenda mambo makubwa katika juu ya maisha yetu. Point number 11, tuombe sana, maana mwaka huu wa 2026 Bwana kaniambia tusimame na tuombe na tuombee viongozi wetu ambao ni viongozi wa kisiasa, ili Bwana apate kuwabadilisha mawazo yao. Maana tusiposimama na kuombea wakuwe na amani kwa mioyo yao na mawazo yao, na wakuwe na uongozi mzuri, yaweza tokea mambo mabaya kuliko mwaka uliopita. Mambo ya maafa, mambo ya watu kupotea yanaweza kuzidi. Kwa hivyo tusimame tuombee viongozi wetu. Mungu apatie amani, Mungu apatie hekima na busara ya kuongoza taifa la Kenya. Na nikiongea mambo ya point number 11, tuombe sana, maana Bwana aliniambia tusipoiombea hata kufika kiwango ya kuwa na tribal wars ama na tribal clashes ambazo zinaweza kuleta mgawanyiko mkubwa na mchafuko katika taifa letu la Kenya. Na ninaposema hivyo, nilifika kiwango nikaona familia nyingi zilikuwa zimewachwa na kilio na machozi, na wakawa wanapitia mambo mazito, na kwa hivyo ni vyema tukaweze kusimama na kuomba ili Bwana asimame na akatende mambo mazuri. Nimeshikanisha point number 11 na point number 12 kwa sababu hapa point number 11 Bwana aliniambia increase ya political battles na vifo. Tuombe tukatae, na tena pia inaweza kusababisha watu kuwa wanapigana moja na wale wengine, na kwa hivyo tukatae mambo ya roho ya kulete vita katikati ya ndugu na ndugu mwingine. Na hayo Bwana kaniambia yanaweza kusonga kuanzia mwaka wa 2026, na hapo ni kama kuanzia mwezi wa 6 na kuendelea, mambo haya yanaweza kutokea mpaka mwaka wa 2027. Kwa hivyo tuombe, tufunike taifa la Kenya, tuombee viongozi wetu, tuombee taifa letu la Kenya, tuambie Bwana simame na tende mambo mema katika maisha mwetu, na Bwana atatutendee mambo yasiyo ya kawaida. Point number 13, Bwana kaniambia tuzidi kuomba kwa sababu ya mambo ya maajali ya barabara yakaenda kufika mwisho, ili Bwana akaende kusimama pamoja nasi. Na tunapoomba tunajua sisi ambao wanaitwa uombezi watangaze damu ya Yesu Kristo katika mabarabara, tukanusha madai ya maajali, mipango yote na madhabahu na dhabihu zimetolewa na maagano mabaya, tuyakatae ili Bwana asimame na tutendee mambo mazuri katika jina la Kristo Yesu. Jambo lingine, point number 14, Bwana kaniambia yale migomo ambayo tumekuwa tukiombea na yamekoma kidogo mwisho wa mwaka huo, Bwana kaniambia tusipoiombea itaalaruka tena mwaka ambao tunaelekea. Hiyo ni migomo ya madaktari na pia migomo ya watu ambao ni watu wa madaktari, na pia Bwana kaniambia inaweza kuextend hata kwa sababu ya watu ambao ni wakulima
wanaweza kuja kuinua majani na kusema haki yetu. Kwa hivyo tukatae mambo ya haki yetu katika mwaka tunaelekea. Bwana ashuke atende mambo yasiyo ya kawaida katika jua maishani mwetu, ili Bwana akatutendee mambo mazuri. Tuwe na amani anapotubariki katika mwaka huu, tuwe na amani na baraka zetu, na Bwana akatutendee mambo mazuri katika jina la Kristo Yesu. Okay, jambo lingine, point number 15. Bwana akaniambia tuombe sana, kwa sababu kunaweza kuja kuwa na vita katikati ya makabila ambao ni wafugaji ama ni wachungaji wa ng'ombe. Tuombe vita isije katokea katikati yao, na Bwana akatende mambo mema. Na Bwana akaniambia vita hii si ya kunyang'anyana mambo ya mifugo, maana hapa sioni mifugo, naona ni mambo ya umwagikaji wa damu, na imeweza kuja kuletwa na watu ambao ni viongozi. Kwa hivyo tukatae mambo ya kabila na nyingine kuelekeana na njia kumwagana damu, na hata pia vifo tukatae, ili Bwana kasimame na katende mambo yasiyo ya kawaida. Point number 16, Bwana akaniambia tuombe sana ili tukatae mambo ya ndege kuanguka na kulete maafa kwa watu. Na Bwana akaniambia ni mwaminifu, atasimama, atatenda mambo yasiyo ya kawaida. Point number 17, Bwana akaniambia tukisimama na tuombe, economy ya Kenya itabadilika. Hata kama watu wanalia ni kubaya, hata kama watu wanalia mambo yamekuwa mazito na magumu, tusimame ili tukaweze kumshukuru Mungu na kuomba, maana economy ya Kenya itainuka, si kwa sababu ya viongozi ama si kwa sababu ya mipango tulionayo, ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Na uandike hapo na uandike vizuri, kwa maana mwaka huu wa 2026 shilingi ya Kenya itarecover, na jinsi vile tumetoka mwaka wa 2025 na mwaka wa 2026 kuna mambo ya kusifu shilingi ya Kenya kuinuka kutoka mahali ambapo ilipokuwa. Na kwa hivyo Bwana akawatendee mambo mema, tukatae mambo hayo yote. Bwana ametuambia ni mwaka wa prosperity na recovery, na kwa hivyo tuna mtu ana sababu ama ana nafasi yake ya kusimama na kutenda mambo yasiyo ya kawaida. Na bila kuendelea sana, hayo tu ndio Bwana ameweza kunipatia, na nikasema wakati naposikiliza Mungu, haya mambo huja ninayaandika kama ni kitabu ninaandika, na nimekuja kuona Mungu na njia isiyo ya kawaida. Kwa hivyo tushukuru Mungu na tuwapie Bwana katika mwaka wa prosperity na recovery atupatie mvua isiyo ya vitisho ama isiyo karibia mambo ya mafuriko, na Bwana akatutendee mambo mema. I saw the skies being black, na kwa hivyo ni kumaanisha mvua itakuwa mingi kiwango ya kwamba maji ambao yataweza kuwa inatembea katika nchi ni maji mengi kiwango karibu mafuriko. Na kwa hivyo tuombe Bwana apate kusimama na kutendea mambo mema katika jina la Kristo Yesu. Ni hayo